Muungano nikiwa na akili zangu timamu, kwa hiari yangu, bila kutishwa, bila kurubuniwa, narejea kwa baba na mama, Chama cha Mapinduzi, CCM. Nataka nizungumzie pointi moja tu ya no reforms, no election. Nimehamia kwenye Chama cha Mapinduzi kwa sababu napinga sera na agenda ya no reforms, no election. Kwa nini naipinga? Na sababu za msingi. Ya kwanza, wana CCM na wasiokuwa wana CCM mfahamu kwamba no reforms, no election ni uasi. Ni uasi kwa sababu Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeelekeza kila baada ya miaka 5 uchaguzi ufanyike. Hivyo uchaguzi ni takwa la kisheria. Kuzuia uchaguzi tafsiri yake ni uasi. Na mchakato ulioko mbele yetu ni kuwapata madiwani na wabunge. Niwaombe sana tufanye maandalizi ya kutosha sote katika kufanikisha lengo letu hili na kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani na kwa utulivu, lakini kikubwa zaidi tupate wabunge na madiwani wanaotokana na Chama cha Mapinduzi. Nini tukifanye? Kwanza tuhakikisha kwamba tumeboresha taarifa zetu katika daftari la kudumu la wapiga kura, kwa sababu usipojiandikisha, usipoboresha taarifa zako, maana yake ni kwamba utakosa haki ya kugombea au kupiga kura katika uchaguzi unaofuata. Na muda ukifika, basi tujitokeze tushiriki katika uchaguzi, aidha kwa kuchaguliwa au kwa kuchagua. Ndugu zangu, mwaka huu tutakuwa na uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu. Uchaguzi mkuu ni takwa la kikatiba. Yaani katiba yetu inatamka kwamba tutakuwa na madiwani watakaa kwa miaka 5. Tutakuwa na wawakilishi na wabunge watakaa miaka 5. Tutakuwa na rais atakaa miaka 5. Kwa hiyo uchaguzi mkuu sio takwa la CCM, ni takwa la kikatiba. Kwa hiyo mimi kama msemaji wa chama nataka niwahakikishie CCM tuko tayari kwa uchaguzi. Hatuwezi kuvunja au kukiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.